Isaya. Fungua kitabu cha Isaya 43 na tunasoma kuanzia mstari wa kwanza. Kwa majina, mimi naitwa Bishop Catherine Malenga wa Faith Believers Church. Wale ambao wanatazama Pendo TV, tuko Kakamega, Lurambi, mali inaitwa Shikangania. Kwa hivyo karibu sana, tuungane pamoja kwa ajili ya neno la siku ya leo, na itakuwa baraka kubwa katika maisha ya kila mmoja ambaye atasikia neno. Tutasoma kuanzia mstari wa kwanza. Tutasoma maandiko kwa uwezo wa Yesu Kristo. Kitabu cha Isaya 43 kuanzia mstari wa kwanza nitasoma. Lakini sasa Bwana aliyetauduku, Yakobo, yeye aliyekuumba, Israeli, asema hivi: usiogope, maana nimekukomboa, nimekuita kwa jina lako, wewe Mungu wangu. Pitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugharikisha. Uendapo katika mto hautateketea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona neno la Mungu linaambia Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia kwamba Isaya alikuwa nabii na alikuwa mtumishi wa Mungu, lakini akafika mahali akaona ya kwamba mambo ni magumu sana. Wakati alikuwa anafikiria atafanya nini, tunaona Roho wa Mungu alishuka ndani yake na akamwambia kwamba mimi Mungu nimekuita kwa jina langu, kwa hivyo usiogope. Hata ukipita katika maji mengi haitakugharikisha, ukipita katika moto mwali wa moto hautakugusa. Bwana asifiwe. Hiyo inamaanisha kwamba kama sisi Wakristo na watumishi, kuna mambo huwa inatokea katika maisha yetu, halafu mtu unaanza kuona ya kwamba hautafaulu wala hautatoka mahali pale. Nataka nikwambia kwamba uwe mtu wa imani kila wakati, ukijua ya kwamba hata inapotokea kuna mtetezi, na huyo mtetezi anaitwa Mungu. Lazima atasimama upande wako na atakutetea, na utachikuta umepita ndani. Kwa sababu wakati Isaya alikuwa anahangaika, Mungu alimwambia asiogope. Usiogope, yale ambayo unayaona itaisha. Wala mwali wa moto hautauguza, maana mimi ni Bwana Mungu wako, mtakatifu wa Israeli, Mwokozi wako. Nimekutoa Misri kwa ukombozi, nimekutoa Kushi na Saba na kwa ajili yako, kwa kuwa ulikuwa wa zamani machoni pangu, na mwenyewe kuheshimiwa, nami nakupenda. Kwa sababu ya hiyo nitatoa watu kwa ajili yako, na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunaona hiyo mstari inasema ya kwamba kwa ajili yako nitatoa watu. Kwa sababu yako Mungu atakutoa katika hali ambayo uko ndani, na atakuleta katika njia ambayo unafaa. Maisha yako haitabaki penye iko, atakutoka hiyo maisha na atakuweka kwa maisha ambayo inafaa. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ona mtu unafikiria kwamba bora asongi, lakini kama anaita jina la Bwana atasonga safari moja, na huwezi kumrudia nyuma tena, hautamrudia pale tena. Wakati nabii alikuwa anaogopa na kaambiwa hiyo maneno, alipata nguvu. Hata wewe pata nguvu ya kwamba Mungu anakupenda na atakusaidia, atakushika mkono, atakutoa kwa umaskini, atakutoa kwa magonjwa, atakutoa kwa laana za ukoo, naye atakuweka katika nafasi ambayo utakato mwenyewe unafurahia. Bwana Yesu asifiwe. Umeshaona mtu anakaa mpaka anaanza kufikiria hapa ni kwangu, anakifikiria ni nini kweli? Hivyo ndio vile unaenda kukua. Utakuwa yani unajiuliza ni wewe, lakini utakuwa wewe. Utakuwa unaona hata watoto wako unasema ni mimi nimesomesha, lakini utakuwa wewe. Utakuwa unaona baraka zinashuka katika boma lako kwa sababu ya neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tuendelee, tuone mstari wa 5. Usiogope, maana mimi ni pamoja nawe. Nitaleta wazao wako toka mashariki, nitakusanya toka magharibi. Bwana asifiwe sana. Yaani mstari wa 5 unaendelea
atakuja tena. Tukimuita lazima ataonekana. Nataka kila mmoja wetu mahali penye unajua ya kwamba ulikuwa umeshaanza kukata tamaa, watu wamekwambia matusi yote, wanasema vile hutaweza, vile hutatoka mahali pale, vile hutaenda hatua, vile hutajenga boma, vile hutasomesha, waambie inawezekana. Kwa jina la Yesu inawezekana, kwa sababu Mungu ni Mungu, naye anatuahidi, anasema tusiogope. Hata jambo ambalo limenifurahisha, ataleta marafiki wako kutoka mbali. Haleluya. Wala wataleta pesa ya kusomea mtoto wako, sio ndugu yako, sio kaka yako. Mungu ataleta kutoka mbali. Haleluya. Wale watu ambao watakushika mkono hata uwajui. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu unafikiria katika moyo wako, wale watakushika mkono uwajui. Wacha nikwambie uwajui. Mungu anawaandaa. Watatoka hata nje ya Kenya, watatoka hata Tanzania, watatoka Amerika, watakuja kusaidia wewe. Haleluya. Ana wale ambao wanakujua wamekupea chini, wanasema yule mwenye ana ng'ombe, yule mwenye anatembea kwa miguu, yule mwenye ako na kapikipiki, yule mwenye mtoto wake na mlemavu, wamejaa kupea jina, lakini Mungu naye atabadilisha hilo jina. Litakuwa hiyo jina mpya linapatikana, na sio siku ingine, ni leo. Kwa sababu mimi niko na imani ya kwamba maandiko haiwezi danganya. Maandiko inasema ukweli, ukweli mtu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua watu wangapi walisema utamaliza mwaka uliopita? Ulimaliza, utamaliza. Tena wameanza hiyo tabia. Wameanza hiyo tabia hii mwaka. Wacha tuangalie. Hata wakuangalie, hawatakufikia, hawatakuona. Wanakuona ni Mungu. Wanaona juu, lakini ndani yale Mungu anakuandalia hawataona. Bwana Yesu asifiwe. Wanaona vile umeparana hapa, lakini ndani wajui unametameka. Bwana asifiwe. Hata wasema umefanya kazi miaka mingi lakini hujasonga, siku ya Bwana ni leo. Haleluya. Wacha yule mtu ambaye anakuhukumu asikusutue. Anakuhukumu na wewe unasema baba, nataka hili na hili, na sina mwingine ni wewe, na nimekuja kanisani na leo nataka. Na tunataka tuombe sisi wa Kristo, sisi watu wa fellow believers, mahali popote ambao uko, usiwe mkia, endelea kuomba kuwa kichwa. Kuwa kichwa. Haleluya. Usikubali wewe kufuata watu, usifuate watu. Omba Mungu akusaidie na watu tena wakutambue ya kwamba wewe fulani. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unakubali tu kila siku ati ukue nyuma. Anza kuwa mbele kuanzia leo. Kama ni kwa kanisa unakaa mbele. Kama ni kwa biashara wewe ni chair next. Ama wewe ni chair. Kama wewe ni kwa shule, kama ni college, kama kazini, wewe utakuwa mbele. Hata kama unauza mboga sokoni, wewe ndio utapangia watu vile wanafaa kukaa, vile wanafaa kufanya. Haleluya. Hatutakubali shetani kutunyanyasa. Hatutakubali kutunyanyasa. Ya shetani wewe, utanyanyasa tena. Bwana Yesu asifiwe. Unakuta watu wa Mungu ambao wanaweza enda mbali, shetani anawaletea uoga. Anaanza kuwafinyilia chini. Anaanza kuambia hamwezi. Wanaanza kukaa na uoga. Wanaanza kukaa nyuma. Wanaanza kubarara. Kataa. Haleluya. Kataa kabisa. Hata kama ni magonjwa, habia magonjwa wewe umekaa ndani yako ya kutosha, nafasi hakuna. Hata kama unaota ndoto mbaya, leo ukienda usiote ndoto mbaya. Haleluya. Tunakemea katika jina la Yesu ndoto mbaya toka. Wewe
hiyo sio ya Mungu, hiyo sio ya Mungu. Tunataka tuanze kuota ndoto za mafanikio, tuote ndoto za mafanikio na tungoje kwa maombi mpaka wakati tutazipata. Ndio sababu tulisema hadi yangu na sababu Yesu no. Hadi yangu na sababu na omwene. Haleluya. Hata shetani akueleke kichini, hata aliye kazi yako, hata ajibandike akisema wewe hujui, Mungu atakufunulia. Na akikufunulia hiyo siku utakuwa umeshinda shetani. Haleluya. Watu ambao wamekuja hapa wakocho, usitoke hapa tena na hiyo ukocho. Ambia Mungu, hii ni madhabahu yako matakatifu. Nimeleta hii mzigo na ninaiwacha hapa. Siendi nayo tena. Naenda bure. Haleluya. Usibebe hiyo mzigo. Enda bure. Maana Mungu ako mahali hapa. Mungu anakupenda. Ataleta marafiki. Wachana na wale wanakusengenya. Wachana na wale wamekukataa. Haleluya. Kitabu cha Mwanzo 12 kinasema mwenye anakukataa mkatae. Mwenye anakupenda mpende. Mwenye anakuombea muombe. Mwenye anakulaani wachana naye. Wakati unasoma hiyo kitabu cha Mwanzo, hautakubali kubariki anayekulaani. Maana Mungu anasema anayekulaani Mungu atamlaani. Anayekubariki Mungu atakubariki. Haleluya. Watu wangapi ambao wamekudharau? Wamekuondolea mkono, wamekuondolea mguu, wamekuondolea macho, wamekuondolea sura. Sema pato ni nini tu? Mungu wa amani, Mungu wa rehema, tazama tuko mbele yako. Ni kwa sababu ya kanisa na ibada ya leo. Shuka katika ibada hii. Shuka katika ibada hii. Neno lako limepita. Kila mmoja ambaye amesikia, maisha yake inabadilika. Maisha yake inabadilika. Maisha yake inabadilika. Wengine wamewachwa hata na marafiki. Unaleta marafiki wapya. Wengine wamekataliwa na familia. Baba unaleta amani. Wengine ni wagonjwa. Unawaponya leo. Wengine wamelaniwa. Laana zinavunjika. Laana zinavunjika. Laana zinavunjika. Asante Mungu wa majeshi, kwa sababu anapoinuka kila mmoja anainuka na ushindi. Na ni kwa Yesu mkombozi tunaomba na kuamini.